taifa letu, nyumbani kwetu, tumepewa na Mungu. Katika kuhakikisha mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ya wilaya Mkinga mkoani Tanga inawanufaisha walengwa stahiki, tarehe 27 na 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, kamati ya ukaguzi wa vikundi vya mikopo ya 10% ilifanya ziara ya awamu ya 4 ya kuhakiki vikundi vilivyoomba kunufaika na mikopo hiyo. Lengo la ziara hiyo lilikuwa ni kufanya uhakiki wa vikundi ili kujiridhisha kuwa vinakidhi vigezo na masharti yaliyowekwa kwa ajili ya kupata mikopo ya 10%. Ukaguzi huo pia ulilenga kuthibitisha uwepo wa vikundi, shughuli wanazozifanya, uhai wa biashara au miradi yao, pamoja na utayari wao wa kusimamia na kutumia mikopo kwa malengo yaliyokusudiwa. Kamati ilifanikiwa kutembelea vikundi 19 vinavyojishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Katika kila kikundi, kamati ilifanya mahojiano na wanachama, ilikagua nyaraka muhimu na kujionea shughuli zinazotekelezwa ili kuhakikisha taarifa zilizowasilishwa kwenye maombi zinaendana na hali halisi. Kupitia zoezi hilo, kamati ilitathmini uwezo wa vikundi katika kusimamia mikopo, kiwango cha ushiriki wa wanachama, pamoja na uwezekano wa shughuli zao kuendelea na kukua baada ya kupatiwa mtaji. Aidha, wanachama wa vikundi walipatiwa elimu kuhusu wajibu wao baada ya kupata mikopo, ikiwemo matumizi sahihi ya fedha, umuhimu wa usimamizi mzuri wa miradi, utunzaji wa kumbukumbu za kifedha, pamoja na urejeshaji wa mikopo kwa wakati kulingana na masharti ya halmashauri. Halmashauri ya wilaya Mkinga inaendelea kutekeleza kwa uwazi na uwajibikaji utaratibu wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa kuhakikisha kuwa vikundi vinavyonufaika vinastahili na vina uwezo wa kutumia mikopo hiyo kwa tija ili kuongeza kipato, kuzalisha ajira na kuchangia maendeleo ya wananchi na uchumi wa wilaya kwa ujumla. Tumeomba mkopo wa milioni 30 kwa ajili ya kuendeleza maendeleo yetu ya wanawake. Tunachimba mawe ya Tanga Stone kwenye eneo la Mkinga Mining. Kwa hiyo tumeomba huo mkopo kwa ajili ya kujiendeleza, tujiinue kimaisha na tuweze kuendeleza vipato vyetu. Namshukuru Mama Samia kwa ajili ya kutukumbuka sisi wanawake. Kwa idadi yetu tupo 5, tumeomba mkopo wa shilingi milioni 10 kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali. Kwa mfano, kuna bodaboda, kuna mama ntilie na ushonaji. Mimi nimeomba shilingi milioni 2 kwa ajili ya kununua baskeli na kuzikodisha. Mkopo huu utanisaidia mimi kwa ajili ya kujikimu kimaisha, kwa sababu nitanunua baskeli, ninapozikodisha nitakuwa napata kipato ambacho kipato kile kuna faida ndani yake. Ile faida itanisaidia mimi kujikimu kimaisha, kuondokana na umaskini na kupata maendeleo au kuwa na maendeleo kwa ujumla. Kwa ujumla, ukaguzi wa awamu ya 4 umeweka msingi muhimu wa mchakato wa kuwapata wanufaika sahihi wa mikopo ya 10%, hatua inayolenga kuhakikisha fedha za umma zinatumika kwa ufanisi na kuleta matokeo chanya kwa jamii. Grace Meleo, Mkinga DC Digital.